Kuna uhusiano gani kati ya uvutaji wa sigara na magonjwa ya moyo? Uvutaji wa sigara unaenda sambamba kabisa na magonjwa ya moyo. Kwa sababu ule moshi ukiingia ambao una contain zile kemikali nyingi sana, hasa hiyo nicotine, inaenda kusababisha kusinyaa kwa mishipa ya damu ya ndani ya moyo. Ndio. Ile mishipa ya damu pindi inaposinyaa, moyo utaanza kujitahidi kufanya kazi kwa nguvu sana. Unapozidi kufanya kazi kwa nguvu sana, ndio, kuliko kupita kiasi, ule moyo unaanza kudhoofu. Unaanza kudhoofika. Yes, utaanza kudhoofika. Na itafika muda ule moyo utafanyaje? Wanasema kwamba unaweza ukaacha kabisa kufanya kazi. Utaacha kwamba mtu atapata mshtuko wa moyo. Kwa hiyo yale mafuta, sasa haya mafuta yanakujaje pale? Kwa nini kuwe na mafuta ile sehemu? Mtu akiwa anavuta sigara, tunajua kabisa ndani ya mwili wetu kuna mafuta. Lakini mtu akiwa anavuta sigara, mwili sasa unakuwa na namna yake ya kuyatoa yale mafuta kutoka kwenye mwili, kuyatoa nje au kwenda kuhifadhi kwenye ini. Lakini mtu anayevuta sigara, hizi kemikali zinaenda kuzuia yale mafuta kwenda kuhifadhiwa au kutolewa nje. Inamaanisha anayavuta yale mafuta kurudi ndani ya mwili. Tena mafuta yanayodishwa ni ile cholesterol mbaya, au kwa majina marahisi ya Kiingereza inaitwa low density lipoproteins. Hizi low density lipoproteins zikienda kukaa kwenye mwili, zinaenda kugandana kwenye nini? Kwenye kuta zile za mishipa ya damu. Kwa ile mishipa damu itazidi kusinyaa. Na mwisho wa siku ile mishipa inapozidi kusinyaa, itafika muda sasa ile damu itakuwa haiwezi kupita vizuri, japokuwa inatumia nini? Inatumia nguvu sana. Sasa ikitokea situation kama hiyo hapo, magonjwa ambayo yanaweza akaambatana kwenye sehemu hii. Ya kwanza kabisa ni magonjwa ya coronary za moyo, coronary heart diseases, ile mishipa midogo midogo ile ya moyo inaweza ikaathirika. Pia kunaweza ukawa kuna kuathirika kwa mishipa ya pembeni ya moyo, peripheral heart diseases zile. Lakini pia mtu anaweza kupata kiharusi. Lakini pia kuna ile abdominal aortic aneurysm, kunakuwa ni ile mishipa ya nini ya kwenye tumbo, mtu anakuwa ametoka ile mishipa ile ya tumboni. Hayo ni magonjwa yanayoambatana yanapo kwenye moyo, ambayo yanaweza yakatokea kwa huyu ambaye ni mvutaji sigara. Na nitaka nikuulize swali na tunaona umeshalijibu hilo. Je, ni matokeo yake ni yapi sasa baada ya kupata shida ya moyo iliyosababishwa na uvutaji wa sigara kama hivyo ulivyosema? Matokeo yake ndio hizo shida. Moyo ukishadhoofu, shida za moyo au ndo unaanza kupata pressure. Shida za moyo ndo zitaanza. Moyo ukianza kudhoofu, kitu cha kwanza kabisa kinachotokeza ni pressure ya juu, au shinikizo la damu la juu. La juu. Pressure yako itakuwa inapanda sana. Kwa sababu ya kupanda ni kwamba ile mshipa inakuwa imekonda sana. Kwa hiyo ule moyo unakuwa unasukuma damu. Si ndio membamba inakuwa imekonda. Kwa ule usiseme imekonda, imekuwa membamba. Au imesinyaa. Sasa imesinyaa. Inakuwa imesinyaa. Kwa ile mapigo ya moyo yanapozidi kuongezeka, ajalisha naongezeka aje, pressure tu itaongeza pressure ya damu, lakini bado damu itakuwa haipiti ya kutosha. Na kule mwanzo pia tulizungumzia kwamba katika kemikali kuna monoxide ya carbon. Monoxide ya carbon ina tabia kwenda kuipiku oxygen sehemu za seli. Monoxide ya carbon maana tayari inakuwa ni ile ambayo inatakiwa itoke nje, ndio? Ndio. Lakini sasa inakuwa imeingia ndani ya mwili. Kwenye ikienda kule inaenda inakaa sehemu oxygen inatakiwa ikae. Kwa hiyo mtu zile seli za ndani zitakuwa hazipati oxygen ya kutosha kama ambavyo inatakiwa. Kwa sababu gani? Nayoenda kule ni nini? Monoxide ya carbon. Kwa hiyo huyu mtu, kama nilisema kuna ule ugonjwa wa peripheral heart diseases za pembeni, damu inakuwa haifiki kwenye sehemu za chini za mwili kama mikononi na miguuni. Kwa hizi sehemu hizi anaweza zikawa anaziona kwamba nini? Anapata ganzi. Yes, anapata ganzi kwamba anakuwa haisi chochote huko chini kwenye mikono. Lakini pia mtu huyu akishaanza hivyo, huyo mtu anaweza baadaye akaja akapata nini? Stroke baadaye, kwamba yakana ya kiharusi.